miaka mitatu, wengine hata anaanza kuwahi kabla. Anampenda sana baba sana, na mtoto wa kiume anampenda sana mama yake. Ikitokea hiyo, baba hakikisha kwamba mtoto anakuwa satisfied na kibinti hiki kinachompenda baba hakikishe anampenda binti yake mpaka binti ajue. Hiyo ni kinga kwake kwa maisha ya baadaye. Binti aliyependwa na baba yake anakuja kuwa mke mwema sana atakayempenda mume wake. Unaona, wanaume wanaosumbua wake zao ni wale ambao hawakupata mapenzi mpaka wakaridhika ya mama zao, na wale wanawake wasioheshimu waume zao ni kwa sababu ya baba zao waliwatengeneza hivyo bila kujua. Lakini pia kama ni mtoto wa kike, kupendwa na baba kutamwepusha na vijana waharibifu. Atakapofika umri sasa, kamekuwa kabinti karembo, vijana waharibifu watakapomwambia we mzuri na kupenda, haitamshitua, maana baba yake alimwambia hayo maneno. Jambo jingine, hakikisha kuwa mwanao ana mahitaji yote ya msingi, yaani malazi, chakula bora, mavazi kulingana na hali ya hewa, mahitaji yake ya kiroho, ya kimwili, ya kihisia, ya kijamii. Baba na mama, nilitangulia kusema kwamba hawa watoto hawatuombi tuwazae, sisi tunawazaa. Kwa hiyo mpatie mahitaji yake ya msingi. Wako watoto wanaishi kwa shida na baba yake na mama yake wako hai. Mtoto hana mavazi, mtoto asiye na mavazi mazuri anakosa ujasiri. Unaweza ukafanya mtoto wako asiwe mtu mkubwa baadaye kwa vile unavyomlea. Mtoto asiye na mavazi mazuri, hana viatu, anakosa ujasiri hata mbele ya wenzake. Kwa hiyo hakikisha kwamba mtoto anapata chakula bora, si chakula. Kamwe mkitoka hapa usiende kulisha watoto wako maandazi, mikate. Hivyo sio vyakula. Vyakula vyovyote ambavyo haviozi, hivyo sio vyakula. Chakula bora ni kile kinachooza. Nataka kusema nini? Maharage huwa yanaoza? Tena vibaya sana, si ndio? Si ndio hivyo? Unaweza ukasonga ugali wa mtama juzi ukala leo? Hapana, si ndio hivyo? Unaweza ukapika mboga za majani juzi ukaweka hapo? Unaweza ukaweka hapo biskuti mwezi? Ndio. Sawa? Unaweza ukaweka hapo soda mwezi, miezi? Ndio. Ukichukua soda hivi na unampa mtoto wako, yani hujui unachofanya. Unatengeneza uzao wako kuwa wahovyo. Sio chakula, sio lishe bora kwa mtoto. Uji, mpe mtoto uji. Na kwenye uji wengi mmesikia lishe. Lakini lishe ikichanganywa na karanga haiwi salama. Karanga inaoza mapema kwenye uji uliosaga. Kama unasaga siku mbili, leo na kesho kutwa labda. Lakini kama uji unaokaa zaidi ya wiki, karanga usiiweke. Karanga sigina ile kabisa, na nimesema kabisa ile kiruga sigina. Ile saga hapo alafu ndipo uweke kwenye uji wa mtoto. Lakini sio karanga tu, bado kuna almond zinatakiwa kwenye afya ya mtoto. Weka. Nini tena kingine? Sijui kama huku kuna kweme. Kule Moshi, Arusha ziko nyingi, nilishe bora kweme. Hizo mbegu. Kwa hiyo mbadilishie mtoto maboga lishe, viazi lishe. Ule uji anaotangaza hapa daktari, kama una mtoto mdogo tafadhali hakikisha unaenda nao. Na sio salama sana kuwa unanunua uji na uji umetengenezwaje. Ile nimewaambia pale mkachukue, maana ni ule mchicha lishe unaotakiwa. Kwa hiyo angalia watoto wako wanakula nini. Ukitenga chakula mezani, jiulize hapa mtoto wangu anapata nini. Wape chakula kulingana na umri wao. Wazazi wengi mtoto chini ya miaka 5 anakula naye vyakula sawa. Hapana.
anahitaji mafuta zaidi, anahitaji chakula kilicho laini ili imwezeshe yeye chakula hiki kumeng'enywa. Usiwalaze watoto wakubwa na wadogo pamoja. Hiki kitu ni hatari sana. Mtoto ana miaka 12, 13, 15 kivulana. Unakipa mdogo wake wa miaka 5, miaka 6 alale naye. Sio salama. Usilaze watoto wako pamoja na wageni. Ninaposema wageni, ninamaanisha kaka yako tumbo moja, mdogo wako tumbo moja, mjomba, hivyo, babu, sijui nani hivyo. Sio salama. Ukipeleleza watoto wote wale walioharibiwa, hawakuharibiwa na watu baki, waliharibiwa na ndugu. Na wewe utagundua mpaka huyo ndugu aondoke, mtoto wako ameshakuwa mzoefu na ameharibika. Ameharibiwa na nani? Na mtu ambaye anakula kwako, analala kwako. Ikiwa huna mahali pa kulaza watoto, walaze chumbani kwako. Tandika mkeka na mkeo chini jaduong, kitandani, weka watoto walale, maana mgeni amekuja na hamna sehemu ya kuweka mgeni. Kama mgeni ana akili, ataona kwamba mmechukua watoto mmeenda kulala nao chumbani, ataaga kama ana akili haraka. Kwa sababu kuna wageni hana anachofanya kwako. Ana kazi ya kuruka kwenye makochi kama paka. Anakaa kochi hili, anahama anakaa kochi hili, anahama na dada wa kazi kama kuna dada ana kazi ya kutengeneza au mkeo anatengeneza, maana wamama wanapenda sebule zao ziwe vizuri, si ndio Yeye anatimua, mama anatengeneza, anatimua, lakini inafika usiku anakuharibia watoto. Sio salama. Tafadhali, sio salama. Lakini pia fundisha watoto wako kutulia nyumbani. Dunia imeharibika. Watoto kuzurura kama kuku wa kienyeji sio salama. Wazazi wenye malezi bora wana maswali matatu. Swali la kwanza, mwanangu yuko wapi? Swali la pili, anafanya nini? Swali la tatu, na nani? Na yote uyajibu. Swali la kwanza, mwanangu yuko wapi? Yuko kwa mama Ana. Anafanya nini? Anacheza mpira. Na nani? Niliwaambia jana sikuwa mimi, Mungu alikuwa anataka tu ili anitengeneze. Haikuwa akili yangu na ule umri. Mimi nakumbuka nilikuwa nahakikisha rafiki wa wanangu wote na wajua. Lazima niende nichunguze. Na mume wangu tulikuwa tunapenda kununua michezo mingi nyumbani, watoto waje kucheza pale. Wapili alikuwa anapenda sana, nyumba yetu ilikuwa ya mwisho alafu huku pori, kuwinda ndege. Sasa hivi tukikumbushana tunacheka sana. Ataingia arudi na ndege kweli, anarudi nao kweli. Lakini unajua kwamba watoto wanafanya nini? Mzazi pamoja na kuwa mama anapaswa kumsaidia mumewe kiuchumi, lakini mama usisahau kwamba jukumu lako kubwa ni malezi ya watoto na mumeo. Kwa hiyo tafuta kiuchumi, lakini ujue kwamba Mungu atakuuliza kwenye malezi. Vivyo hivyo na baba pia utaulizwa kwenye malezi. Kule shuleni muulize mtoto wako rafiki yake ni nani. Fanya mpango umjue rafiki yake au wafahamu. Mwambie walete nyumbani rafiki zako. Ukishawajua rafiki zake, hatua inayofuata, peleleza watoto hawa mama yao au mama zao ni kina nani. Utakapoona mama zao, itakusaidia kujua tabia za nani, za hawa watoto. Inawezekana tu kwa mama mcha Mungu, lakini mama anayependa kukaa chini asogoe umbea badala afuatilie. Nilisema jana, mama ni golikipa, mwanamke ni golikipa. Analinda goli lake ili asifungwe magoli na shetani. Kwa hiyo yeye kazi yake ni kuangalia timu yake inavyocheza, huku anazuia magoli kwa njia ya maombi, kwa njia ya wema wake, kwa njia ya mafundisho. Mama anatengeneza sheria kwa ajili ya watoto wake. Usiruhusu mtoto wako kwenda kwenye sherehe ambazo hakualikwa. Hata kama iko nyumba ya pili,
hamkualikwa, mtoto wako asiende. Unamtengeneza kuwa mtu wa maana, kuwa mtu wa heshima maishani. Watu wa heshima huwa hawaendiendi kwenye sherehe ambazo hawakualikwa. Hata Yesu alialikwa kwenye sherehe. Usijipeleke. Na hapa niseme, kuna wazazi akienda kwenye sherehe lazima aibe vitu apelekee watoto. Watoto, mama akienda kwenye, kaeni hapa naenda kwenye sherehe, watoto wanashangilia, leo. Unapokea sahani ya kwanza unaweka kwenye mfuko. Ni bado unapokea nyingine unaweka kwenye mfuko, unarudisha nyumbani. Hilo ni pepo la umaskini unalotengeneza. Na unaweka kitu kwenye akili za watoto, kitu ambacho ni kibaya sana. Usifanye namna hiyo. Tunasoma katika Samueli wa kwanza 1 na fungu la 22. Kumbuka ya kwamba masomo haya yamejengwa katika Mithali 22 na fungu la 6. Katika Samueli hii ya kwanza tunasoma habari za Hana. Hana ametufundisha kwamba alitulia nyumbani mpaka mtoto alipoachishwa kunyonya. Ikiwa una mtoto mdogo, uko katika kipindi kinachohitaji umakini, kuna mambo ili uwe na malezi bora ni lazima uyaangalie kwa umakini. Kwa mfano, safari zisizo za lazima ziache, kaa nyumbani na mtoto wako. Nenda kazini, nenda kwenye biashara, nenda shambani, rudi ukae na mtoto au watoto wako. Nenda kanisani na watoto wako. Na hapa ni wakumbushe, watu wengi wanapoenda kanisani, watoto wanasali kwao. Kuna shule sabato ya watoto, kuna Sunday school. Wazazi wengi hajali kule mtoto anakaaje. Yeye anavaa gauni lake kama hana mtoto vile. Tena kuna wamama ana mtoto ananyonyesha, anavaa nguo ambayo inaziba mpaka hapa. Wakati wa kunyonyesha, kuna nguo unapaswa uziweke mpaka utakapomaliza kunyonyesha. Unavaa nguo ambazo ni rahisi kutoa chakula cha mtoto. Fuatilia mtoto wako anakaaje kanisani. Je, anapiga kelele au anakaa kama wale watoto wazuri pale? Fuatilia, peaneni zamu baba na mama. Wababa wengi hawaendi kwenye ibada za watoto. Halo, nenda baba. Na ninawatangazia huku mnaonisikia ninyi wengi na huko mbali, dada, lea. Ukipewa mtoto ukakae naye kule, usiende. Huyo mtoto sio wako. Wengi tunashangaa wasichana hawaolewi. Msichana ataolewaje na wewe unaenda kumficha kule kwenye ibada za watoto? Na vijana wanasali huku, si ndio? Yeye ataonekanaje? Ni saa ngapi huyu binti atavaa nguo zake za kibinti na yeye anahangaika na watoto kama na yeye ni mama? Jamani, kila jambo kwa wakati. Wakati ukiwa binti, uwe binti. Wakati ukiwa mama, uwe mama. Wakati utafika utakuwa bibi. Utarudi tena kuwa msichana, huna mtoto tena mdogo. Mama, nenda na mtoto wako mwenyewe ili ukaone anafanyaje. Na tafadhali, ukienda kule kwa watoto, fanya kama wanavyofanya watoto kwa ustawi wa watoto wako. Sawa eh? Na wewe imba, wenzako wanaimba ninda nje juu chini, umetoa macho. Simama umekaa. Hapana, ukutani Yeriko na wewe upo. Ukutani Yeriko, saa ya kuanguka na wewe unaanguka baba. Ndivyo hivyo watoto wanalelewa. Usizurure na mtoto usiku. Kuna magonjwa sio lazima mtoto apate. Kifua, mafua. Sawa eh? Usitembee na mtoto usiku. Kama sherehe haikuhusu sana, sio lazima unaenda na mtoto anayenyonya ukumbini. Na sherehe ni ya jirani. Kila jambo kwa wakati. Ataacha kunyonya, utaenda kwenye hizo sherehe. Unakuta umekaa kwenye maspika yale makubwa na mtoto mpaka saa 8 usiku, saa 6,
Sijui nani aliwaambia kuwa na sherehe za usiku, watu wa Mungu. Mbona tumepotea sana? Mbona tumepotea sana? Sherehe za usiku zinatoka wapi? Watu wa mafuta hawa nao ndo wanatuponza kabisa. Badala wawashauri watu ndoa ifungwe kuanzia saa 4. Wanamwambia ndoa ifungwe saa 10 na yeye anakubali. Ina maana mchungaji huyu anaingia kwenye mtego wa kutenda dhambi. Huo ni mtego. Ndoa ukifunga saa 10 inaenda kuishia saa ngapi? Sherehe inaanza saa ngapi? Inaisha saa ngapi? Alafu huwa sielewi. Nimeshajua. Hivi kweli wewe bwana harusi, mvulana ambaye hujawahi gusa huyu binti, ulivyo na hamu ya kuja kumgusa, si ndio? Ungependa sherehe ishe saa 8? Ila sasa hawa hawana jipya. Ndio maana hawana hata sababu ya kuwahi. Wanawahi nini? Hamna jipya lolote. Hata jana yenyewe walikuwa pamoja. Tunakwama wapi? Kwa nini haturudi kwenye njia? Yeremia anasema 6:16, simameni katika njia kuu, mkaone mkaulize, ya wapi mapito ya zamani, watu wa Mungu? Mapito ya zamani ndoa ni mapema. Ninayewaambia saa 11 kamili, nakumbuka ni ombi la kufunga sherehe ya harusi yetu. Saa 11. Niwakumbushe kitu hapo kwenye ndoa. Watu wa Mungu, rudini kwenye misingi yetu ya Waadventista wa Sabato. Waadventista wa Sabato walikuwa wafungi ndoa siku ya Jumapili. Ukifunga ndoa Jumapili, Sabato haiponi, unavunja. Inaponea wapi? Hivi keki iko tayari? Hivi sauti yangu. Na wageni wanaingia, si ndio? Utaacha kuvunja Sabato? Na Biblia inasemaje? Hata mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa nini unajitega? Kwa nini unachukua siafu na wafungia kwenye suruali? Unataka Yesu? Anza nyumba yako na Yesu. Niliwahi kusikia watu wanasema eti Jumanne sio siku nzuri. Nani kasema sio siku nzuri? Mimi niliolewa siku ya Jumanne. Na ni mimi hapa. Kijana wetu wa kwanza alifunga ndoa siku ya Alhamisi. Acha wengine wanavyofanya. Tengeneza wewe. Mabadiliko yanaanza na mtu. Anza wewe, acha watu wengine wafanye, ni wao. Kwanza hao watu hawajakwambia kama wana mpango wa kwenda mbinguni. Walishawahi kukwambia? Na wengi sana huwa mnajikwaa. Nasema mbona wao wachungaji? Mbona wao wake zao? Nikuulize swali. Mchungaji wako ashakwambia anaenda mbinguni? Kuna mahali alikwambia yeye anaenda mbinguni? Sasa kwa nini unamuiga? Kielelezo chetu tumepewa ni nani? Yesu peke yake. Unaacha kumuiga Yesu, unaiga kina Mama Urio. Walikufia msalabani. Wana mbingu ya kukupeleka. Simama peke yako na Yesu. Tengeneza uzao wako vizuri na Yesu akusaidie. Kabla mtoto wako hajatoka, mkague. Kuna wazazi mtoto yuko la 2 tu, mtoto yuko la 4, mtoto yuko la kwanza, hata angekuwa la 7, hata angekuwa sekondari, bado ni mtoto wako. Kabla hajatoka, muangalie uniform, muangalie nguo anazotoka nazo. Unakutana na mtoto, kitoto cha kiume, hapa zipu hakuna, na kanaenda shule, na kule ndani hata mwana ndani hakununuliwa, na jogoo anataka kuchungulia nje, na nyumbani ana mama. Inaumiza, sivyo? Kwa nini usikague uniform za mtoto wako? Sikwambii ukamfulie. Wewe kazi yako nilionyesha jana kwamba unakaa nyuma unamwambia twende, unatangulia mbele unamwambia njoo, unakaa pembeni unamwambia haya pita nikuone. Umefua uniform mwanangu? Bado fua sasa ili zikauke mapema. Umenyoosha uniform? Viatu vyako tuone. Hiyo ndio kazi ya mama. Ndio maana ya ulezi. Baba je? Mwanangu, hivi viatu vyako vikoje?
havijakubana bado. Na kuna mtoto unakuta kitoto cha kiume kimevaa suruali kama jogoo wa kizungu wale niliosema. Kisuruali kimesha mruka, lakini anavalishwa hicho hicho. Unachoweka kwa mtoto ndicho kitatoka kikujie baadaye. Kwa hiyo mkague mtoto wako. Kama vifungo vimekatika, mama rudishia. Nione wa mama walioko hapa wanaoniona ambao nyumbani kwao kuna uzi na sindano. Mungu awabariki Mama mwema lazima awe na uzi na sindano. Sawa, awe na nini? Unashona vifungo vya mumeo vilivyo katika, unaposhika shati lake kulifua, kumbe kifungo kimoja kimedondoka. Ndio kazi ya hiyo sindano. Nguo iliyotatuka tu haijachanika unarudishia. Ndio hivyo mama. Mama anapaswa kuwa hivyo. Sawa watu wa Mungu. Mkumbushe kuoga. Mtoto haogi. Mkumbushe. Kagua wanapolala watoto wako. Pakoje? Hebu toka hapa uende nyumbani kwako mara moja. Haya, nenda. Ingia wanakolala watoto wako. Wewe na kuona hujaenda. Nenda. Haya, ingia ndani. Ingia. Umegomea mlangoni wewe hapo na kuona. Fungua mlango uingie wanakolala watoto. Haya, nimeona mmeingia. Pale ni panafaa watoto wa mtu kulala? Ni lazima watoto walale mahali pazuri kwa ajili ya ustawi wa akili zao. Kuna wazazi hawakagui kabisa watoto wanalala wapi. Kuna mmoja kikojozi, wengine sio vikojozi. Shuka zile zimechora ramani kwa mikojo. Ramani ya Afrika, ikachora ramani ya Tanzania, ikachora ramani ya Tarime, ikachora ramani ya wapi? Kijijini kwenu kabisa mpaka pale ulipo kwa mikojo. Mikojo inapalia. Watoto hawawezi kupata usingizi mzuri. Mmoja ni kikojozi. Na usalama wa malezi. Watoto wako kabla hawajalala, mmeshamaliza ibada sebuleni, umewasaidia homework, watoto wameingia kulala, baba au mama unaingia nao. Unafanya nini chumbani kwao? Unawaambia habari za Yesu mpaka wanapitiwa usingizini. Akili zao zinajaa Yesu. Wanapoamka asubuhi, mawazo ya mwisho yalikuwa nani? Yesu. Unawapa hadithi za Biblia. Niliwaambia jana kwamba tumia kila mbaraka ulio nao kuwaonesha watoto uzuri wa Yesu. Kukicha asubuhi, waambie watoto, mimi na mama tulilala, au mimi na baba tulilala, wala hatukujua kilichoendelea usiku. Lakini Yesu alituma malaika, walizunguka wakatulinda. Mnamwambiaje huyu Yesu kwa ulinzi wake? Watoto watazoea wenyewe, kila wakifumbua macho wanamwambia Yesu asante. Wafundishe watoto wako wizi, mwiko, kuiba, kuchukua kitu sio chako. Usichukue kitu cha mtu bila ruhusa. Wafundishe watoto. Mnapita kwenye mwembe kama huu. Nyumbani kwa mtu kuna mwembe mnapita. Na maembe yako chini. Tumia yale maembe kumfundisha. Umeona haya maembe mwanangu? Tunaweza kuyaokota? Ambia hatuwezi kuokota maana si yetu. Si unaona mwenyewe amepanda? Haturuhusiwi kuchukua kitu cha mtu. Bwana Yesu amekataza usiibe. Lakini kuna wamama hata anapita kwenye nyumba ya mtu, kuna mkaa, anaokota haraka tena anamwambia mtoto beba. Huo ndio wizi wenyewe. Unamfundisha mtoto wizi. Una watoto wadogo wanaoenda shule ya msingi, weka chenji tu hovyo. Jikoni wamama wanajua, jikoni watu tunaweka chenji. Weka 200, 500, 100, iweke. Weka tu. Akizoea kuziona hapo na hachukui, unatengeneza tabia njema. Wale wanaopanda daladala, kama nauli ni shilingi 200 anakoenda, kwenda na kurudi 400,
na shuleni wanakula chakula, mpe chenchi irudi. Mwambie chukua hii shilingi 1000 unirudishie chenchi ya 400. 200 nauli kwenda, 200 kurudi, 200 tumia mwanangu, lakini 400 unirudishie. Kama anaweza kuhold ile pesa, anaweza kushikilia ile pesa kuitunza kutwa nzima. Na shuleni kuna visheti, kuna nini tena? Sambusa, bagia, nini tena? Ice cream. Alafu ameweza kushikilia ile 400 mpaka irudi nyumbani. Hiyo ni tabia unatengeneza. Natengeneza mtu mmoja makini sana, asiyechezea pesa. Niligundua hilo na likaniuma sana. Ulivyo ni malezi uliolelewa. Nilijigundua nikiwa na hela natumia mpaka iishe ndio roho yangu nyeupe. Nikasema sitalea hivi watoto wangu. Nitawalea. Na Yesu ni mwaminifu. Kijana wetu wa pili akiwa pre-form 1. Amemaliza la 7, sasa anajiandaa kwenda kidato cha kwanza. Mimi ni msaulifu. Sasa nikiwa sina pesa nakusanya pochi zangu. Napata pesa tu za kutosha. Kwa sababu kama nimebeba pochi leo, hela ile naisahau, naacha. Kesho nikibeba nyingine hivyo. Sasa nikawa nimeshafanya hivyo. Nimeshakusanya, nimeshachukua, bado sina. Siku nyingine nikasema yani leo sina hela jamani. Akaniambia yeye ananiita Dota, nikupe shilingi ngapi? Nikamwambia na wewe daddy, sasa wewe una hela. Sema nikupe shilingi ngapi? Akanipa shilingi 28,000. Hiyo hela ilikuwa nyingi. Nikashtuka, umeitoa wapi? Umetoa wapi hela? Akasema ni yangu. Ndio yako, sawa, umetoa wapi? Akasema sikia mama, baba ananipa shilingi 1000 kwenda shule. Ananiuliza nauli shilingi ngapi? Namwambia 100. 100 kwenda 100 kurudi. Kwenye 1000 imebaki ngapi? Namtajia 800. Kwa siku 5 nilipewa shilingi ngapi? 1500, si ndio? Na 200 mara 5 ni ngapi? Kwa hiyo 1500 ile aliyopewa kwa wiki, kwa zile siku 5 za shule, ukitoa shilingi 1000 inabaki ngapi? Sasa 28,000 mara ugawanye kwa ngapi upate 4,000. Hakula hata shilingi 1 siku zote. Kwa nini? Kwa sababu nyumbani kwa huyu mtoto kuna woman, kuna a well organized man anayeamka kabla haujaisha usiku kuwapa watoto wake chakula ili waende wapi? Shule. Kwa hiyo mtoto hajazoea kula ovyo. Pesa yake anatunza, narudi nayo nyumbani. Wewe mpaka litoto liko sekondari linakula ovyo tu barabarani. Ilete. Na hakuna kitu kinaumiza moyo wangu kama asubuhi. Yaani ndio kumekucha. Watoto wanaenda shule asubuhi. Wananunua vitu barabarani na nyumbani kuna mama. Yuko mama, tena mama wa Kikuria, aliyelelewa kwa kutengeneza uji mzuri, akapata afya. Ila yeye watoto wake hapana. Anaacha wale njiani. Nyumbani kuna mama mmoja matata wa Kijaluo ambaye alifundishwa kutengeneza nyuka. Yeye hapana, atengenezei watoto, analala. Na Biblia iko wazi inasema usipende usingizi usije ukawa. Na angalia wewe unavyolala, tangu ulale umepata nini? Wamama tuamke. Usiwe mbinafsi, muandae mtoto wako kwa kazi ya Mungu kama mama Samuel alivyofanya. Alimuombea kabla hajampata, na alipompata alimlea kwa kicho na alimtoa kwa Bwana. Unamkumbuka Yokebedi? Halo? Mnamkumbuka Yokebedi? Nye kwaya hapa. Mnamkumbuka Yokebedi? Ni nani? Usio huko, hawa hapa. Nye. Alikuwa nani?
Nyie haiwahusu, nyie mnaimba tu. Nyie imbeni mwaya. Nyie imbeni watoto wazuri, mmesikia Nyie imbeni tu, Biblia inawahusu nini kujifunza? Nyie imbeni tu basi, mfurahi wenyewe kwa raha zenu. Mama yake Musa amenifundisha sana mimi kulea. Nimejifunza kitu kwake. Yule mama ninajaribu kuhisi kwamba alipopata nafasi ya kunyonyesha mtoto wake, kana kwamba alikuwa anamwambia, we sio Misri. Na mtoto anacheka tu. We ni Mwebrania. Mtoto anacheka. Inawezekana alikuwa akimpa chakula, anamwambia Waebrania wanakula hivi. Akimvisha nguo, anamwambia Waebrania wanavaa hivi. Wow. Miaka 12 hakufanya kosa. Mtoto alipotoka pale kwenye ile nyumba, alipoenda kwenye jumba la kifalme, kwenye raha zote za duniani, bado alijua yeye sio nani, sio Misri, pale sio kwao. Kwa nini? Kazi ya mama aliyofanya. Unataka kuniambia mama, wewe na mimi hatuwezi kulea hawa watoto ili wajue kwamba wao ni wacha Mungu, wajue kwamba wao ni watakatifu? Wanapotoka kwenye nyumba zetu wajue wao ni nani, na wao wanaenda kunyoa denge ni kwa sababu ya hapa nyumbani hakuambiwa yeye ni nani. Anaenda kuvaa sketi ya mdogo wake, anaenda kuvaa kasuruali ka mdogo wake. Binti wa Kiadventista, Muadventista, anaenda kukaa tangu asubuhi mpaka jioni anasuka nywele. Waadventista wa wapi wanasukaga nywele? Hawapo. Wao wanajulikana hivyo duniani. Ndio maana nikasema kuna Wasabato na Waadventista wa Sabato. Wasabato hawana miiko, ila wanasali siku ya Jumamosi pia. Mnakumbuka wale wanawali 10? 5 walikuwa namna gani? Na 5 wote walikuwa mahali pamoja. Wote waliimba wimbo mmoja wa kumsubiri bwana harusi. Wote walikuwa na taa. Usisahau, wote walisinzia. Wote walilala. Kimbembe bwana harusi alipokuja, kumbe yale majinga hayana mafuta. Usione unaimba naye mtu ukafikiri ni mwenzio. Inawezekana mwenzako anajaza taa yake mafuta. Usimuige mtu, muige tu Yesu, maana hujui yeye anawaza nini. Mama Musa alihakikisha mtoto wake anakuwa Mwisraeli. Hiyo ilinipa nguvu. Na usisahau neno hili, hakuna mwanadamu anayeweza kulea, hayupo, hajawahi patikana. Sawa? Lakini Mungu anatafuta mama fulani na baba fulani ambaye atahitaji msaada wake. Mwanamke au mwanaume aliye connected na Mungu, Mungu ndiye anamtafuta mwanamke wa hivyo, mwanaume wa hivyo. Ili fungu la Isaya 54 fungu la 13 liwe lako. Isaya 54 fungu la 13, neno la Mungu linasema, na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani yao itakuwa namna gani? Nyingi. Hilo ni neno la Mungu. Kuna watu wanafundishaga wenzao uongo. Wanasema hivi, unaweza ukalea watoto wako vizuri tu, lakini mmoja akapotea. Imeandikwa fungu gani? Nionyeshe. Usisahau unaishi vile unavyoamini. Mungu anasema watoto wako wangapi? Wote. Una 12, wote. Una 9, wote. Una 6, wote. Wote watafundishwa na Bwana. Nimependa neno kubwa sana kutoka kwa mchungaji. Wakili ni imani. Je, unaamini hili fungu? Kama unaamini litakuwa lako. Lakini kama huamini halitakuwa lako. Na wanakurupuka wanaenda kumtaja Samsoni. Someni kisa cha Samsoni vizuri. Hata wale wanaoenda kufungiwa nira na wasioamini huwa wanamtaja Samsoni. Lakini si usome habari za Samsoni.
Ukisoma Samson Waamuzi 14 nafikiri, ameandika mafungu mazuri sana. Ngoja niwasomee kwa sababu tuko kwenye malezi, ili wazazi wanaojificha kwenye kichaka cha malezi wasijifiche. Okay? Ile Waamuzi 14 tunafahamu Samsoni ndio akatelemkia Timna. Akamuona huko mwanamke akampenda, binti za Wafilisti. Biblia inasema kisha akapanda akawaambia babaye na mamaye. Baba yake na mama yake wakamwambia, fungu la 3, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu zote hata uende kumwoa mwanamke kwa hawa Wafilisti wasiotahiriwa? Samsoni akamwambia baba yake, mnipatie huyo kwa maana ananipendeza sana. Fungu la 4 ndio nataka. Lakini baba yake na mama yake hawakujua ya kuwa jambo hili ni la Bwana, maana Bwana alitaka kisasi juu ya Wafilisti. Umesikia hilo neno? Mungu alitaka kisasi juu ya wanani? Ndipo akamsukuma Samsoni ili ajilipize kisasi. Na kwa kweli alilipiza kisasi Mungu. Ndio mtu wa kwanza mchungaji kufanya effort na kutoa wito wanyama wakaja. Akaita mbweha, jamani sasa wangapi wanajitoa kwa kazi ya Mungu? Mbweha 300 wakaja. Wewe uliona ni rahisi? Mbweha. Alafu eti wamesimama wanamsubiria yeye wafunge mikia. Wewe umeona ni kitu cha kawaida? Mbweha 300, funga mikia, weka kianga cha moto. Haya nendeni, kafanyeni kazi ya Bwana. Na we mtoto wako, naongea na wewe, nianze na huku wanako nitazama mbali. Wewe uliye Muislamu, una kisasi na Mkristo mpaka mtoto wako wa Kiislamu akaoe Mkristo. Na wewe Mrutherani, una kisasi na Wakatoliki mpaka mtoto wako Mrutherani akaoe Mkatoliki. Na wewe MSDA, una kisasi na Warutherani, una kisasi na Wakatoliki, una kisasi na Waislamu, hata mwende mkaoe huko na kuolewa huko. Ili ndoa iwe yenye furaha, ni lazima watu wawe na imani moja. Waislamu waolewe na Waislamu wenzao, tena kama ni Suni waolewe huyo na mwenzake Msuni. Kama wewe ni Mrutherani, wenzako wanapatikana kwenye Warutherani. Kama wewe ni Mkatoliki, wenzako ni Wakatoliki. Inaumiza kiasi gani? Wewe unasema kwa jina la Baba na la Mwana, mwenzako anaona huo upuuzi. Hiyo inakuwa ndoa ya namna gani? Na mnaleaje watoto? Usisahau Mungu amekataza kabisa hilo jambo. Mzazi, mtoto wako akikuletea huo ujinga usimsapoti. Usije ukaingia kwenye hiyo shida yake. Mungu amekataa. Mafungu yako mengi sana. Vipindi vyangu havikunitosha, muda haukunitosha nifundishe. Utasoma Ezra 9 na Ezra 10 yote. Uone hasira ya Mungu inavyowaka. Mungu amekataa. Usiache kumwadhibu mtoto wako anapokosea. Ndiyo, usiache kumwadhibu mtoto. Tunasoma Mithali 23, andika mafungu 23:13. Usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Mithali 29:17. Mrudi mwanao naye atakustarehesha, naam atakufurahisha nafsi yako. Mithali 13:24. Yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanawe, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Mithali 19:18. Mrudi mwanao, maana aliko tumaini, wala usiikaze nafsi yako kwa kuangamia kwake. Mithali 22:15. Naipenda sana hii. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Waefeso tulisoma jana 6:4. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Zingatia,
Nimeacha mafungu, mtu nimemuacha. Kanuni ya kuandika mafungu, tunaandika mafungu kwanza ndo unarudi kitabu. Sawa? Nimesoma Mithali 13:24, Mithali 19:18, Mithali 22:15. Zingatia. Usimwadhibu mtoto ukiwa na hasira. Kazi ya adhabu ni kutoa tabia mbaya ndani ya moyo. Ndio kazi ya adhabu. Sasa ukimwadhibu ukiwa na hasira, haoni kama unataka kumsaidia, bali anaona kama unamchukia, na hiyo adhabu haitamsaidia. Sasa tunafanyaje? Mimi ni miongoni mwa mama wanaotumia fimbo. Kwa kweli nimewachapa. Sasa yule wa kwanza na wa pili. Tengeneza mtoto wako wa kwanza, atakutengenezea watoto wengine wote. Lakini nilikuwa sikuchapi, sijakwambia. Tunakaa wawili. Soma hapa pameandikwaje? Usiache kutumia fimbo Soma na hapa wameandika nini? Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Safi kabisa. Soma hapa wameandika nini? Mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mpumbavu mzigo wa mamaye. Unataka kuwa mzigo wangu mwanangu? Na hebu soma, rudia tena hapa wameandikaje? Ujinga umefungwa ndani ya fimbo ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Kwa hiyo unasemaje mwanangu? Nichape tu. Kalete fimbo nikuchape baba. Na alikwenda. Wakwako si hata ukitaka kumchapa na kukimbia. Na pia anakurushia mawe. Umejishusha thamani kuliko yeye. Wakati wewe ndio umemzaa. Anakwenda kuleta fimbo. Akiwahi akiniambia nisamee mama, na msamehe ili nimfundishe msamaha wa Baba wa mbinguni. Usitumie maneno haya katika malezi. Tabia zote tulizo nazo ni matokeo ya miaka yetu 7 ya mwanzo. Jana, juzi, ulivunja glasi. Jana nimekutuma, umepoteza hela. Na leo tena umerudia na kuchapa. Hayo sio malezi. Unamfundisha mtoto kuweka makorokoro moyoni. Na ndio maana unakuta kuna mwanaume mkewe kamkosea mwaka juzi, anakumbuka mpaka leo. Hayo ni malezi. Ukimsamehe mtoto, usikumbuke tena. Akikosea tena ni la kwanza. Hayo ndio malezi. Baba wa mbinguni anasemaje? Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo anavyoweka dhambi zetu mbali naye. Anasema anazitupa katika vilindi vya giza na hakumbuki tena. Anayekumbuka dhambi ni shetani, ndio tabia yake. Na ndio maana hata wewe dhambi ile umeungama kabisa, lakini kila mara inakuja mawazoni. Huyo ni shetani, anakukumbusha ili urudi kule kule. Kwa hiyo usimwadhibu mtoto kabla hajajua kosa lake. Mwanzo 1 nimesema usimwadhibu ukiwa na hasira. 2, usimwadhibu mtoto bila kujua kosa lake. Mwambie kosa lake mpaka alione na aone ubaya wa hilo kosa, ndipo umwadhibu. Ukimwahidi kuwa utamwadhibu, hakikisha unafanya hivyo. Hapa ndipo wazazi wengi tunajikwaa. Wewe, nitakuchapa. Ukichelewa kurudi nitakuchapa. Anachelewa kurudi leo, anachelewa kurudi kesho, anachelewa kila siku na umchapi. Unatengeneza tabia moja mbaya sana kwa huyu mtoto. Namba 4, mwadhibu mtoto hata kama anaona kuwa ana haki au alichofanya ni sahihi. We mwadhibu. Anaweza kang'ang'ana na kile alichofanya. Kuna watu wabishi, unamuelekeza kabisa kosa liko wazi, anang'ang'ana. Lakini pia kumbuka kuwa adhabu si fimbo tu. Sawa Ziko adhabu nyingi. Mojawapo, watoto wanapenda sana kucheza. Sana. Na ni miongoni mwa mahitaji yao ya msingi. Hakikisha watoto wako wanacheza. Sawa sawa? Halo? Hakikisha watoto wanafanya nini? Wanacheza. Bahati mbaya leo ndio maana akili zinadumaa.
Kwa sababu hakuna michezo. Watoto wanawekwa chini kuangalia vikatuni. So wanakuwa na akili kama ya vikatuni. Unapomwekea mtoto wako vikatuni tu, akili yake inadumaa. Kumbukeni michezo ya zamani. Haya, wale ambao kabla ya TV. Haya, michezo ya zamani ilikuwa kama nini? Rede. Safi kabisa. Nini tena? Kuruka kamba. Nini tena? Mdako. Sawa kabisa. Nini tena? Ndiyo, dama. Sawa. Tena tungepata tiles kama hizi tungejidai ingekuwa rahisi sana dama. Ile michezo inamfanya akili yake afikirie, lakini pia na mwili wake ufanye mazoezi. Leo mtoto anakaa, anakula, anakaa. Ndio maana watoto wengi wana akili kama makatuni. Akili haikui. Kumbe ile michezo inakuza mtoto. Iko michezo inayomfanya mtoto afikirie. Hiyo inunue sana. Wainjilisti wa vitabu huwa wanakuwa nazo zile tunaita puzzles. Unatimua alafu mtoto anapanga. Kaa na mtoto wewe na yeye alafu mpange uone atapanga atakushinda. Akili. Na ndio maana unaona vile vikatuni wewe uelewi, lakini yeye anaelewa. Na nataka niwaambie, vikatuni vile vingi ibilisi anavitumia kuingiza uovu ndani ya akili ya mtoto. Kule ndani ndiko wanapandikiza ushoga bila wewe kujua. Kwa sababu mle kuna vikatuni ambavyo ni baba na wanaishi kama mke na mume. Unajuaga hilo? Sasa wewe wawekee tu vikatuni. Angalieni vikatuni msinisumbue. Umepatia. Umepatia kabisa. Unataka mwekee wanyama. Weka vile vitu vinavyofanya akili yake ikue mtoto. Na kuna zile za shuleni, za kuhesabu, za kujifunza Kiingereza. Weka zile za kujifunza majina ya wanyama. Mjukuu wangu wa miaka 2 anajua karibia wanyama wengi sana. Akimwona tu anakuambia giraffe, na katoto kadogo, lakini amejifunza, anaangalia, anasema elephant, anajua, anasema. Weka hizo. Vile vikatuni vingine hapana. Niliwahi kuona mimi wakati huo nalea, nilikuwa napenda vikatuni, niwaambie. Niliona ndio salama. Katuni moja niliyokuwa napenda sana, mchungaji, Tom Jerry. Nimeangalia sana Tom Jerry mimi na wanangu. Tom Jerry, Mr. Bean. Lakini mwaka juzi niliona Tom akifanya kitu cha ajabu, nilijisikia moyo wote umenyong'onyea. Nikawaza, ina maana hizi zilikuwepo tangu zamani, lakini kumbe wameziingiza. Wanajua watu wengi wanapenda nini? Kile kipaka na kile kinyau. Kwa hiyo kama watu wengi wanapenda, wakiingiza kule ule ushoga, mtoto atajifunza. Hatuko salama. Mesikia watu wa Mungu? Hatuko salama kabisa. Vile ambavyo unachezea Ukristo wako ni hatari. Hatuko salama. Tumezungukwa kila kona na ibilisi. Salama yetu ni magotini. Salama yetu ni kumtafuta Yesu kila siku. Kila siku ni kumwambia Mungu kuhusu watoto wako. Ombea watoto. Angalieni tulivyo wajinga. Mtoto akiumwa sana, unamwambia jirani yako, mtoto wangu anaumwa, nisaidie kuomba. Mtoto kama amemaliza chuo na hana ajira, unamwambia jirani, nisaidie kuomba. Mtoto anapoenda kwenye mitihani, unamwambia rafiki yako, nisaidie kuomba. Lakini mtoto anayetanga mbali na Yesu, hatuambiani niombe. Umeona hatari tulio nayo? Watoto tunatakiwa kuwaombea kila unapofumbua macho, na sio mara moja tu kwa siku. Na hatuombei watoto kama kundi. Tunawaombea watoto wetu mmoja mmoja. Una watoto 10, Mungu amekubariki. Lete mtoto wako huyo mmoja wa kwanza, muweke hapa. Mchambue tabia zake zote mbaya unazozijua kwa baba yake. Mwambie Mungu juu ya huyu mtoto. Muweke pembeni. Kama ana mke au ana mume, mlete mumewe. Ombea huyo, weka pembeni. Lete watoto wao waliowazaa. Ombea. Lete mtoto wa pili. Kwenye maombi wewe ungeondoka dakika moja. Kama ungekuwa kweli unaombea wanao, si ungepoteza muda mwingi kwenye maombi, si ndio
Lakini angalia, hata hatuombi Mungu bariki watoto wangu. Watoto wako wepi? Hatuombi hivyo. Unaombea mtoto mmoja mmoja, maana hawafanani mahitaji yao na tabia zao. Kwa hiyo unaweza ukampa mtoto adhabu ambayo sio fimbo. Kwa kosa ulilofanya leo hutacheza, leo hutaenda kucheza nje. Hiyo adhabu bora hata umchape mtoto. Adhabu ziko nyingi, sawa Sawa sawa, watu wa Mungu. Usimuadhibu kabla hajala. Zamani bwana, wazee wa zamani walikuwa na akili sana wale watu. Nafikiri kwa sababu ya vyakula. Ukifanya kosa, anajifanya kama vile yani kama anakupotezea unakula vizuri kabisa, si ndio? Ukimaliza kula, ukitaka kutoka, ndio kinakupata. Usimuadhibu mtoto wako. Na wengine unakuta anamchapa na chakula kiko hapo hapo, unaharibu kabisa kile chakula cha mtoto anachokula. Usifanye hivyo. Msilale bila kupatana. Msilale bila kufanyaje? Kupatana. Alifanya kosa ukamuadhibu, tafuta muda wa kukaa wewe na yeye tu, alafu mpatane, umwambie ubaya wa kile alichofanya. Kila jioni ng'oa mbegu na magugu yaliyopandwa na yule adui. Ikifika jioni, kaa na watoto wako, ng'oa mbegu zote, maneno waliosikia huko njiani wakienda shule, kila kitu kibaya wewe king'oe kupitia mafundisho pamoja na maombi. Mithali 18 fungu la 21 nasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Uwezo wa ulimi. Ulimi una uwezo mkubwa sana. Utumie vizuri. Usiseme mabaya kwa watoto wako. Tumia ulimi wako vizuri. Sawa sawa? Chunga mdomo wako. Usimnenee mtoto wako maneno mabaya, kwa maana maneno huumba. Hapa pia nina ushauri wazazi, usimuite mtoto wako jina lolote. Ni lazima ujue maana ya jina ndipo umuite. Kwa nini? Kwa sababu unamnenea hicho kitu. Vile unavyomuita unamnenea kuwa hicho kitu. Yakobo. Yakobo, maana ya Yakobo ni nini? Maana sio kila jina linalopatikana kwenye Biblia lina maana nzuri. Maana ya Yakobo ni nini? Mlaghai, janja janja. Muongo. Sawa, janja janja, mlaghai. Usimuite mtoto kila jina linalopatikana humo, hapana. Ni lazima ujue maana yake. Kila mtu anafanana na jina lake. Esther, Adasa, nyota, kitu kinachong'aa. Esther popote alipo, kama ana Yesu atang'aa tu. Mtakuwa na biashara wote, lakini Esther ya kwake itakuwa tofauti. Ndio maana ya jina lake. Kitu kinachong'aa. Esther. Debora. Yaani kama kuna kitu nashukuru aliyenipa hili jina. Debora. Kwa Kiebrania maana yake ni nyuki. Kwa Debora wewe chagua unataka nini. Manundu yapo na utamu upo. Sasa wewe chagua tu unataka nini. Ni mtu mwenye shughuli nyingi kwa wakati mmoja. Debora. Anasema ni mtu anayeweza kukuseta chini ya miguu yako. Mpaka amue yeye umchukie. Asipoamua utampenda tu. Debora. Kwa hiyo majina mnayoita watoto, tafuta maana zake. Mimi ninakumbuka nina mdogo wangu, hata kama ananiona huko, ni mwalimu. Mama alimuita Masumbuko. Ni alilia hatulali usiku, mchana ni analia. Mpaka bibi yangu akamwambia hili jina. Akaitwa Amani. Mpaka leo ndio jina lake. Ni kijana mpole, hamjaona. Jina. Mtu unamuita Tabu.
Sasa unataka nini? Si unamnenea kuwa. Kwa hiyo angalia wewe unaitwa nani. Majina yote ya Biblia maana zake zipo. Sawa Kama kabla sijaondoka, kama jina lako hujui maana yake, sio vibaya ukilijua. Baba na mama, shirikianeni katika kulea watoto wenu. Baba, una mchango mkubwa sana. Kaa karibu na watoto ili watoto wajisikie vizuri. Haya, ninaomba kama kuna mtu mwenye swali au mtu mwenye nyongeza, uliza sasa swali, nakupa uhuru lolote, hata kama sio malezi. Juma hili yote niliyofundisha, kama una swali mahali fulani au una nyongeza, ninakukaribisha. Halo. Kuna mambo mawili. Ukifundisha wanafunzi kama hawaulizi, ni kwamba hawajakuelewa, umewachanganya, au wameelewa sana. Ninyi mko upande gani? Hamna swali lolote. Basi ninaalika kwaya ituletee wimbo Nikipumua. Kwani kuna kwaya ngapi? Tangaza injili yake, muda ungali hai. Rafiki yangu, kaza mwendo, tazama mbele, piga kelele, usiache wahubiri watu wake. Ondoka ukafanye kazi. Tangaza injili yake, muda ungali hai. Rafiki yangu, kaza mwendo, tazama
lelo siache wahubiri watu wake. Ondoka ukafanye kazi. Sema, sema kwa watu, usiogope, sema, 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 hakika ulimwengu upate wokovu. Sema, sema kwa watu, usiogope, sema, 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 hakika ulimwengu upate wokovu. Ondoka ukahubiri, kitambo Bwana yu aja. Ujira upo kwa walotenda kazi ya Bwana. Kondoo wanapotea, wachungaji ni wachache. Ondoka ukafanye kazi. Ondoka ukahubiri, kitambo Bwana yu aja. Ujira upo kwa walotenda kazi ya Bwana. Kondoo wanapotea, wachungaji ni wachache. Ondoka ukafanye kazi. Sema, sema kwa watu, usiogope, sema, 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 hakika ulimwengu upate wokovu. Sema, sema kwa watu, usiogope, sema, 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 hakika ulimwengu upate wokovu. Sema, sema kwa watu, usiogope, sema, 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 hakika ulimwengu upate wokovu. Sema, sema kwa watu, usiogope, sema, sema, hakika ulimwengu upate wokovu. Amina. Katika Ayubu 1:5 neno la Mungu linasema Ayubu alikuwa anawakabidhi kwa Mungu watoto wake. Ayubu 1:5. Na ninapenda maneno aliyokuwa anasema yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya siku zote. Biblia inasema Baba, Yesu ndani ya Baba, nyumba salama. Baba, mkabidhi Mungu familia yako, nyumba yako itakuwa salama. Ayubu alitoa sadaka kwa ajili ya watoto wake. Wazazi, toeni sadaka kwa ajili ya watoto. Nimeona sehemu nyingi pasta ninakopita, unakuta wanakurupushwa wazazi, wanaambiwa wale wenye watoto, haya waleteni hapa mbele wabarikiwe. Jamani, wenzeni watukulea hivyo. Wachungaji wetu hawakutufanya hivyo. Walituandaa ili tuandae sadaka. Hakuna ibada bila sadaka. Haipo. Narudia. Hakuna ibada yoyote bila sadaka. Jifunze Biblia. Kila walipokuwa wanaenda kufanya ibada kwa Mungu, walitoa nini? Sadaka. Njoo na sadaka baba na mama, ili muweke watoto wenu wakfu. Lakini chagueni siku ambazo mnatoa sadaka kwa ajili ya watoto. Mungu wangu, ninakushukuru kwa ajili ya watoto. Toa sadaka, mshukuru Mungu. Wakati wa makambi, baba, ndio maana nikawaambia sadaka ya kambi sio ya kushtukizwa. Anza kuandaa sasa hivi. Makambi ya mwakani, nenda na sadaka ya shukrani. Mungu alivyowalinda mwaka mzima, nenda sadaka ya shukrani, weke umo sadaka ya kushukuru kwa ajili ya uzao. Kuna mtu hapa anajiuliza, sasa haya yote
huyu mwinjilisti, mbona mimi sasa watoto wamekuwa, mbona mimi sina nafasi na haya malezi, si ndio? Usijali, kwenye Biblia kuna mfano tuliopewa wazazi kwa watoto wakubwa. Kisa cha kuhani Eli na watoto wake. Kuhani Eli, watoto wake kina Phineas, yalikuwa ni makubwa, yameoa, lakini waliwakosesha Israeli. Hawa watoto ndio waliofanya wana wa Israeli watamani kuwa na mfalme. Watu wanaenda kuungama dhambi, wao wanalala nao hekaluni. Kabla nyama zile hazijatolewa sadaka, wao wanachoma, wanachukua na miuma ile mikubwa. Waliharibu watoto wa kuhani. Na Biblia inasema hivi, Mungu anapomwambia Samueli, anamwambia kwa kuwa Eli amewaheshimu watoto wake kuliko mimi. Anasema kwa sababu na ninamhukumu Eli kwa uovu alioujua. Wazazi wengi wanajua uovu wa watoto wao na wanakaa kimya. Sasa uovu unaoujua wa watoto wako utakugharimu. Akina mama wengi wanajua uovu wa binti zao na wanawafichia. Moja ya sifa ya mke mwema katika Mithali 31 fungu la 27, anasema mke mwema huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake. Halo? Ina maana mke mwema akiona kijana amenyoa denge kiduku, hiyo kwake ni nini? Ni dalili mbaya. Leo vijana wetu wa kiume anaenda saluni, ananyoa nywele ambazo Mungu amekataa. Haitoshi, anapaka na piko kichwani. Hivi wewe imeshawahi kukuingia kweli? Mtoto wako wa kiume anapaka piko kichwani, anatafuta nini? Umeshawahi jiuliza? Wamama tunaweza kuwaelewa, wanafanya hivyo ili wapendeze, si ndio? Wa kiume ili apendeze, alafu akishapendeza. Sina wauliza nyie vijana mnaonitazama hapa, ukishapendeza unataka kuolewa? Wazazi amkeni. Huyu anayenyoa kiduku kwanza hata kazi ya maana hatapata hata kama amesoma. Hamjui hata vyuo vikuu ukinyoa denge upigi picha, wanaikataa picha yenye kiduku. Lakini mtoto ni wa Mkristo, ninyoe huku, ninyoe huku kote, ninyoe huku kote, nibakishe hapa. Anatembea, pepo la uzinifu linamvaa. Ndio maana mikwaya mingi mipepo ya uasherati imejaa. Wanakaa kingonongono tu. Ngoja nisome kitu ambacho sikuwa nimekisoma. Kijana mmoja akimbia nipe simu yangu, yuko pale pale tayari. Lete simu yangu haraka nisome kitu hapa. Nimekikumbuka nikisome hiki muone. Thank you baba. Tumesoma fungu la Walawi ambalo Biblia imekataa kunyoa denge. Na sisitiza sana, maana madhara yake ni makubwa. Yatakufanya usipate kazi ya maana, lakini yatakufanya watu wakuone we muhuni. Sawa? Yaani mtu ambaye huna heshima. Kunyoa denge. Kunyoa denge ni nini? Tumesoma mambo ya Walawi 19:27. Usinyoe denge pembe za kichwani, wala usiharibu pembe ndevu. Sawa, pembe za ndevu zenu. Sasa denge ni nini? Denge ni mtindo wa kunyoa nywele kwa kuziacha upande wa juu katikati na kuziacha chache au kuzimaliza upande wa chini kuzunguka kichwa. Kwa lugha ya sasa ni maarufu kama punk au kiduku. Zamani sana, nyakati za Biblia, mtindo huu waliokuwa wananyoa walikuwa ni waabudu miungu, wakiamini kwamba kwa kunyoa vile watajikinga na madhara fulani ya kiroho. Lakini siku zilivyokwenda, mtindo huu ulikuwa unatumiwa na watu wa ulimwengu kama fashion, kiasi kwamba walionyoa hivyo walikuwa wanajulikana kama wahuni wenye lengo la kupalilia zinaa na uasherati. Lakini zama hizi mtindo huu unatumiwa na watu wote, hadi wachungaji, na hauonekani kuwa ni tatizo.
Sasa swali, je, kunyoa denge ni dhambi? Ndiyo, ni dhambi na itabaki hivyo. Haijalishi ni watu wangapi wanafanya hivyo. Yaani hata kama kanisa zima wananyoa denge, bado ni dhambi ile ile Mungu, maana Mungu ameandika, amekataa. Na tumejifunza ya kwamba miongoni mwa vitu vinavyofanya Mungu asisikie maombi yetu ni kutokusikia sauti yake. Mungu anasema usinyoe denge, wewe unanyoa denge, halafu unakazana, Mungu naomba nipatie ajira, nimemaliza chuo kikuu. Mbona huyo jamaa yako akupatii huyo unayemwabudu kwa denge lako hilo? Mtu anayenyoa denge na anayechanja chale ni wamoja. Zote ni alama katika mwili ambazo zinatambulisha ibada fulani. Mpaka leo zinafanya hivyo. Ni agano kamili katika mwili. Uovu unaojua. Uovu unaojua wa watoto wako utakugharimu. Watoto wako wameolewa na kuoa, bado ni watoto. Tunaposema watoto, hatumaanishi hawa ambao hawajitegemei. Mimi bado nina neema. Mimi bado nina mama yangu na baba yangu. Mimi ni mtoto wao. Baba yangu amefunga miaka 90 sasa. Mama yangu ana 81. Mimi bado ni mtoto wao na namfurahia yule mama yangu ananilea. Kuna siku nilivaa nguo yenye mpasuo, wala si mrefu. Alikuja kwetu, tunatoka na mume wangu, nikamwaga, akaniambia, "Njoo kwanza." Akasema, "Hiyo nguo gani umevaa?" Wala haikuwa na mpasuo mrefu hivyo. Nikajiangalia, halafu nikaenda kwa mume wangu nikamwambia, "Eti nguo eti na mpasuo mkubwa?" Akaniambia, "Mama vile amekwambia anamaanisha." Tumia simu kulea watoto wako. Ukicha asubuhi, waambie watoto wako maneno mazuri, waombee. Alafu ungaoneni, kila familia iwe na grupu la WhatsApp, na huko ndiko wekeni mafundisho baba na mama. Mimi kuna siku napiga nikiwa nimefunga kabisa kwa ajili yao. Nampigia simu mtoto mmoja mmoja na tunaomba kwenye simu. Nimepiga simu tuombe na tunaomba kwenye simu. Ikifika Jumatano, wakumbushe ibada ya Jumatano. Ikifika Ijumaa kama leo, asubuhi kukicha, waambie maandalizi mema ya Sabato. Lakini Sabato yenyewe, ikifika jioni, uliza mmoja mmoja, "Kwenu nani alihubiri?" Mimi sikujisikia vizuri." Unajua hili alikwenda sawa. Sabato inayofuata mimi sikwenda. Au wale wa Jumapili inayofuata anakuambia tena mimi. Ujue hapa tayari huyu ana nini? Hizo ni dalili mbaya, si ndio? Ninyi wenye watoto wakubwa kama mimi, hatujachelewa. Unajua ufanye nini? Nenda magotini, piga magoti, mwambie Mungu, inawezekana katika malezi yangu kuna mahali nilikosea, nisamehe. Sasa fundisha watoto wangu kama ulivyosema. Mdai Mungu ahadi ya Isaya 54 na fungu lile la 13. Lakini mdai Mungu ahadi inayopatikana katika Kumbukumbu la Torati 28. Mungu anasema, "Nitabariki uzao wa tumbo lako." Dai hiyo ahadi. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Amina. Mbaki salama. Ninamuomba Mungu yale tuliojifunza juma zima yakawe baraka katika maisha yenu. Yakawe mbegu njema, yakaote na kuzaa matunda ya wokovu. Pastor, naomba njoo waweke wakfu watu wa Mungu. Jamani, wangapi wanamshukuru Mungu kupitia Mama Urio? Na wangapi wanamwombea Mungu aendelee kumtumia na kumpa maisha marefu? Punga mkono. Haleluya, Mungu atukuzwe. Niwakaribishe, karibuni hapa mbele tujiweke wakfu. Wewe uliyetamani kujiweka wakfu kwa ajili ya watoto wako, sogea hapa mbele. Hata kitendo cha kutembea tu mbingu zinaona umeamua. Sogea mbele.
hata kama huna watoto, jiweke wakfu kwa ajili ya ndugu zako. Haki kuna wengine pengine bahati mbaya hawakubahatika kupata watoto. Tulio na watoto tuwe upande huu, wale ambao hatuna watoto tuwe upande huu. Wale ambao hatuna watoto, wamo vijana hawajaona kuolewa, wamo wagumba. Tulio na watoto tujiweke huku, wale ambao hatuna watoto tujiweke. Weka mpaka hapa ijulikane. Sogeni kule hivi, ifahamike kwamba kuna makundi mawili hapa katikati, pabaki wazi. Kama huko sogea huku. Ninyi vijana sogeeni kabisa kwenye kona pale. Mbona mnaogopa kutembea? Roho wa Mungu amemuongoza mtumishi wake kusema kwamba njoo waweke wakfu. Sasa kitu hiki kuweka wakfu si swala la kuomba tu. Tayari unakumejiweke nini? Si swala la kuomba. Na mara nyingi sana hata wanapenda kutumia lugha hii. Mlete watoto tuwaweke wakfu. Watoto wanaweka wakfu, wanaelewa wanachokifanya. Mimi mara nyingi napenda kuambia kwamba wazazi mjiweke wakfu kwa ajili ya watoto wenu. Wake wana jukumu kubwa la kuwalea. Mzazi ndiye akijiweka wakfu mtoto ataokolewa. Sasa mtoto anawekwaje wakfu? Anajua kinachofanya. Kama kubatizwa tu abatizwe, anawekwaje wakfu? Sasa sisi tujiweke wakfu kwa ajili ya watoto wetu. Tuna kazi kubwa kwamba tunao watoto, na tumeambiwa hapa kupitia neno la Mungu kwamba haijalishi hata kama wameshakuwa wakubwa, tuendelee tu kuwafuatilia. Mungu aone jitihada kwamba kweli ulijaribu kung'ang'ana hata wakiwa watu wazima. Unawakumbusha mpaka ulale, watakumbuka hata ukiwa kaburini. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tujiweke wakfu kwamba kweli tutatumia jitihada kuwalea nini? Watoto. Tupate nafasi. Ni ulimwengu ulio banana, lakini katikati ya mbanano huo tupate nafasi ya kulea watoto. Lakini sisi ambao tujapata watoto tujiweke wakfu kusimama kwenye kweli. Si ndio? Nyie mmesikia kwamba natakiwa watoto waleleweje? Ni tayari ni watoto. Basi kabla hujamsumbua mzazi wako usijiweke wakfu. Sasa kwa nini usubiri mpaka mzazi wako ajasumbuke na umesikia hapa? Kwa hiyo wewe uwe mfano kwamba mimi nilisikia nikaamua kubadilika. Maana yako utasimama katika uaminifu. Kwa hiyo mama yako atashangaa na atashukuru kwa mwanangu amebadilika kwa sababu umejiweka nini? Sasa nianze na nini? Ni wangapi? Kumbuka tuko mbele za Bwana. Uchukue tahadhari kunyosha mikono. Kama unaona ni gharama bado na tafakari, ni bora usinyooshe, ubaki ukitafakari. Sasa ni wangapi tulioko kundi hili kwamba mimi najiweka wakfu, nitasimama katika uaminifu? Nyosha mkono wako wa kuume. Tasimama katika uaminifu. Mungu awabariki sana. Hiyo mikono Mungu amefanya nini? Sasa hasara ya hiyo mikono. Hiyo mikono hiyo, unapopunga mkono hangani, mbingu zinaandika. Na unapokwenda kuishi kinyume na ulivyo ahidi, hiyo laana ni kubwa. Mambo yako yataharibika sana. Mungu hadhihakiwi, usifanye mchezo. Ng'ang'ana kusimama kwenye ukweli, ukawe kijana tofauti. Ni wangapi tunajiweka wakfu kwa ajili ya watoto? Kwamba mimi najiweka wakfu. Na ni kweli kwa muda uliobaki nisio ufahamu nilale kaburini, nitajitahidi kuwaelekeza watoto wangu kwa Yesu, kwa kuwaombea, kwa kuwafundisha kwa njia mbalimbali. Wakati mwingine unawaita. Kuna mama mmoja aligundua watoto wake wote hawana mwelekeo wa kwenda kanisani. Kila anapojaribu kufundisha hawana mwelekeo. Jamani, hawa watoto watapotea. Alikuwa anaishi na binti moja nyumbani. Alichokifanya, akajifanya kama amechanganyikiwa. Hasemi chochote, ni kulia tu. Sasa ile binti kila anapomuuliza mama yake, "Mama umekuaje?" Ni kulia tu. Mwisho akawapigia ndugu zake, "Mimi mama amenishinda huku jamani." "Nini kwani mama?" "Mama analia tu hata tumuelewe." Wanajaribu kupiga simu, hawapati majibu. "Mama ni kulia tu." Mwisho wa siku wakashindwa kuvumilia, wakajikusanya kuja kumuuliza nani? "Mama umekuaje?" Alipogundua amekuja wote, wanamuuliza hamuna. Alipofunguka kuzungumza, akazungumza kwa kusema kwamba bora nisingezaa. Sasa wanazidi kuchanganyikiwa. Hivi kuna nini? Kweli kabisa wote mje muangamie kwenye moto. Mmegoma kanisa. Sasa kumbuka ni watu wazima hawa.
Wakatazama, hivi ni mambo ya dini hapa. Yaani mama amekosa raha, ni dini. Sasa tunafanyaje mama aondoke katika hali hii? Wakaambiana kwamba tumfariji. Tuwe tunaenda tu makanisani, asikie tunaenda wapi? Unajua hawajaongoka. Ila wanatafuta mbinu za kimnadamu kumfurahisha nani? Mama asikie tu anafanya nini ili akae vizuri. Sasa wakasahau kitu kimoja, kwamba hawana topu za masikio. Wakawa wanaenda kumfurahisha, kumbe umo na injili zinafanya nini? Na kwa sababu kila njia unayoitumia kumuokoa mtoto wako, Mungu anaitumia. Mungu akatumia ile njia, wakawa wanajitoa mmoja baada ya nini? Mwisho katoto wote akabadilika kuwa kanisani. Ni nia na jitihada. Lakini wazazi wengine tunaridhika tu, mradi unaletewa hela, mtoto wangu yuko vizuri. Wengine mpaka wametutawara. Kuna mzazi mmoja alipewa pesa afa anaambia usitolee zaka. Mimi nimekupa kusaidia, na nikigundua natoa zaka sikutumii pesa. Sawa, hizo ni zenu. Wewe mtoto anakuendeshaje? Sasa akaenda mahela yake huko. Wangapi anajiweka wakfu? Mbingu zimeona. Basi tusujudu kwa ajili ya ombi hili. Pastor Yona Mwikwabi, tafadhali njoo hapa. Njoo pastor, huyu ni mti wa mafuta. Nitaomba alafu atamalizia. Mzee wetu huyu amepigana muda mwingi. Mungu amemlinda mpaka amestaafu. Atatubariki sana. Nitaomba lakini yeye atamaliza. Baba yetu na muumbaji wetu, wewe ambaye peke yako unastahili heshima na ibada, ni mara nyingine tena katika siku hii ya Ijumaa, katika kambi hili la uwakili mahali hapa Sabasaba, masaa ya asubuhi yanaelekea mchana, wana na binti zako tumesujudu wote miguuni pako. Jambo la kwanza ni kuendelea kukushukuru kwa namna ambavyo umeruhusu kambi hili, kwa namna ambavyo umemtumia mtumishi wako Mama Odio ukifikisha ujumbe ambao ni mbaraka mkubwa kwetu sisi tulio wazazi. Namna gani tunapaswa kuishi kwenye ndoa zetu, namna gani tunapaswa kulea watoto hawa. Hii yote ni kutuandaa tukutane na wewe siku moja unapokuja. Tunashukuru kwa pamoja, jina lako litukuzwe. Na sasa anapohitimisha mafundisho haya, umemuongoza kwamba tujiweke wakfu. Na sisi tumekuja mbele zako, kushoto kwangu wako vijana ambao hawajaingia maisha ya ndoa, na wao wamenyoosha mikono yao ya kuume juu yako, wakiahidi kujiweka wakfu wao wenyewe, wasio wasumbufu kwa wazazi wao, isipokuwa wasimame imara kwa neno lako. Baba, nakusihi kwa huruma zako, kwa kuwa wamehiari na wamejitoa kwako, kubali kuwashika kwa mkono wako wa kuume. Tangu sasa maisha yao yakawe nuru. Vunja na kuvunja tamaa zote za kimwili katika maisha yao. Vishawishi vyote na mitindo mbalimbali ya dunia hii inayokumba vijana wengi waepushe nayo. Wasaidie kusafiri katika neno lako. Wasiogope maneno ya watu. Wasimame tu upande wako. Na wakati ya hao wapo wanaosoma wasimamie katika masomo yao. Wapo waliomaliza masomo katika shughuli na mipango mbalimbali wafungulie baraka. Na wengine ukiwapa baraka za kupata wenzi wanaofaa walitukuze jina lako. Tunawakabidhi kwako Bwana, wapokee na wapiganie kama waliojitoa kwako. Watengeneze wafae kwa ajili ya kazi yako na kwa ajili ya uzima ujao. Na sisi tulio wazazi tumenyoosha mikono yetu kwa baraka ulizotupatia za watoto. Watoto wengine bado wana umri mdogo, lakini wengine tuna watoto ambao sasa tayari wana umri mkubwa mpaka wajukuu. Kumbe bado tunalo jukumu la malezi. Malezi haya hayakomi maadamu tuko hai. Na kwa kutambua hilo tumenyoosha mikono yetu ya kuume juu yako kwa kujiweka wakfu. Na sasa Baba, sisi ni wanadamu tu. Tunaomba Mungu tukawe waaminifu. Tutumie muda wetu vizuri kwa kila njia ambayo tutaitumia sisi kama wazazi. Njia hiyo ipate kibali machoni pako. Ili watoto wetu, wajukuu wetu na vitukuu wapate kuokolewa katika ulimwengu unaangamia. Ili siku unapokuja basi tupate uzima wa milele. Na sasa mtumishi wako anapoleta ombi hili la kuweka makundi haya wakifu, Bwana ulipokee na we mwenyewe ukatuweke wakifu, tusimame kwa ajili ya kutetea familia zetu. Tunaomba nikiamini kupitia jina la Yesu. Amen. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. We ni Baba yetu. Umetuita katika kanisa lako ili tukuabudu.
kubali kutusamehe madhaifu tuliyotembea nayo kwa muda mrefu. Tumekuja katika shule hii wiki hii kujifunza neno lako na ukuu wako. Vijana wa kiume na wa kike, akina baba na akina mama, kwa wazazi. Tuna jukumu mengi ambayo umetupea kwa ajili ya kuangalia familia ulizotupatia. Watoto ni zawadi. Na kama ni zawadi, Mungu, tuelekeze basi namna ya kuitumia ile zawadi ikae katika ukamilifu unaolicha jina lako na utukufu wako. Kuna watoto tunao wasumbufu. Wengine wana kelele za namna ya pekee. Tunaomba Yesu wanyamazishe katika pendo lako. Tumekubali kujiweka wakifu katika siku ya leo. Watumishi wako wamefundisha na wamesema, na mkutano huu tumesikia. Tupe nafasi ya kwenda kuwa watendaji. Ndilo ombi letu kwa jina Mwokozi wetu, amina. Jamani, Mungu atubariki. Asante sana.